Neno karibu ndilo neno la kiungwana, na wengi wakisikia neno karibu basi wanafurahi na kujua ya kwamba wamekarimiwa vema. Na mimi nakukaribisha katika chuo cha uhasibu, yani TIA, Tanzania Institute of Accountants. Langu jina ni Simon Lamek Simon, na mimi ndiye nene kuleta hapa kuweza kujumuika pamoja mimi na wewe. Katika chuo hiki ndicho chuo bora kinachozalisha watu mashuhuri, wasimamizi wa fedha, mambo ya uchumi na fedha kwa ujumla. Lakini ndipo hapa kwa ajili ya kuzungumza na viongozi kuweza kuonesha mustakabali wao juu ya maisha ya kielimu, lakini kuongea na wanafunzi juu ya ndoto zao, changamoto zao na namna vipi wamejipanga kuweza kukabiliana na maisha yao ya baadaye. Mara hapa nipo na mtendaji mkuu wa serikali, kwa maana waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi katika chuo hiki cha TIA. Mheshimiwa, karibu. Asante. Watu wangetamani kufahamu jina lako, unaitwa nani na unasoma kozi gani na wadhifa wako pia, japo nimetaja mwanzoni. Sawa. Jina langu naitwa Ramadhani Said Ndolagi. Ndio. Ni waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi TIASO 2025-2026. Na pia ni mwanafunzi wa taasisi ya uhasibu. Nachukua kozi ya Bachelor in Accountants kwa mwaka wa 3. Ndio. Yes. Kwa ujumla maisha ya TIA, wewe kama kiongozi lakini mwanafunzi, lakini kama kijana, yakoje kwa ujumla, ili wanafunzi wa mwaka wa kwanza waweze kujua maisha mazima ya TIA yakoje? Naam, naweza nikasema maisha ya TIA ni maisha ya kawaida. Yeah, of course, maisha ya kawaida ambayo mazingira hapa ndani yanatujenga zaidi sisi kuwa ni watu wa kushirikiana. Yes, ni maisha ambayo tunaishi kwa pamoja, kushirikiana kwa sehemu mbalimbali. Nikisema sehemu mbalimbali na maanisha nini? Kwamba tunaweza tukashirikiana kitaaluma, kimichezo, pia kijamii. Na tukizungumzia kitaaluma, sisi kama taasisi ya uhasibu Tanzania, kampasi ya Dar es Salaam hapa tumetengeneza mazingira mazuri ambayo kila mwanafunzi mazingira kwake hayo ni rafiki. Yes, kwa maana tukianzia kwenye venues, yes, sehemu za kusomea zile madarasani ni sehemu salama zaidi ambazo mwanafunzi anaweza kuingia kumsikiliza mwalimu vizuri na akaelewa kile ambacho anafundishwa. Na pia tukirudi katika kushirikiana kimichezo, mazingira pia tumeyaboresha vizuri sana. Tukiwa sisi kama serikali, wanafunzi pia tunashirikiana nao bega kwa bega ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wenye vipaji hapa chuoni wanaishi vizuri na wanakuza vipaji vyao pia, kwa sababu tunasema talanta ni kitu ambacho ukianza nacho mwanzoni basi huko mbeleni inakuwa ni kupita tu. Ndio. Yes, hivyo. Okay, na unahisi ni changamoto gani ambazo wanakabiliana? Kwa sababu tunajua katika sehemu ambao wanaishi watu zaidi ya watatu, lazima pawepo na changamoto. Ni changamoto zipi wanakabiliana nazo ndani ya chuo cha TIA? Naam, changamoto zipo. Yes, kwamba kila sehemu lazima changamoto ziwepo. Na changamoto zaidi ambayo inawakumba wanafunzi, kwa mfano wanafunzi wapya ambao tumewapokea sasa hivi kwa intake hii hapa Septemba, ni ugeni wa mazingira. Yes, ugeni wa mazingira, kwamba mwanafunzi anaweza akawa amefika ila hajui wapi anaweza akapata huduma labda. Yes, wapi kantini ilipo. Kwa hiyo ni changamoto ambayo mwanafunzi anakutana nayo, ambayo pia inaweza kumsababisha yeye kupata kile kitu kwa wakati. Yes. Okay, lakini wewe kama mtendaji mkuu wa serikali na serikali yako ambao inaongozwa na Mheshimiwa Rais, Vice President pamoja na wewe, ni namna gani mnaweza kufanya au ni mikakati ipi mlionayo kuhakikisha kwamba hizi changamoto ambazo zinatokea kuweza kukabiliana nazo, kuzitatua na kuwasaidia hao wanafunzi ambao mnaongoza kuweza kufikia malengo yao? Sawa. Sisi kama serikali ya wanafunzi tunashirikiana na wanafunzi bega kwa bega kutatua changamoto zao, kwa sababu sisi ndio daraja kubwa zaidi baina yao na management nzima ya chuo. Hakika. Yes, nikianza kwenye ugeni wa mazingira, sisi kama serikali ya wanafunzi tumeka mikakati kwamba kuna timu ambayo ipo
kama mapokezi ambayo wenyewe inashughulika na kusaidia wanafunzi wote wenye shida ya kufahamu mazingira. Yes, kwamba mtu akihitaji kujua venue zilipo basi atakutana na watu ambao wapo kila sehemu. Wao ni admission team na pia ni serikali ya wanafunzi ambao tumewaweka ili waweze kusaidia wanafunzi hao kuweza kuyajua mazingira na kuepusha shida zote ambazo zinaweza zikawafanya wao kushindwa kutatua matatizo yao kwa wakati. Hawa mwaka wa kwanza ambao wameingia tayari na wengine bado wanaendelea kufanya usajili, kwa namna gani wanaweza kujihusisha au kujiunganisha na maisha ya kiuhalisia pasipo kupotea? Hawa mwaka wa kwanza kuna mikakati ambayo sisi tumeweka kama serikali ya wanafunzi. Yes, tuna club zetu za peer educators ambazo tunazo hapa chuoni. Kazi yao kubwa ni kupita madarasani kwa hawa mwaka wa kwanza ambao wameingia kwa mwaka huu September intake, kuweza kuwapa elimu ni kwa namna gani wanaweza kuishi hapa chuoni na ni kwa njia gani wanaweza kuzitumia kuondoa ule ugeni wa mazingira. Kuondoa ugeni wa mazingira na kutokupata changamoto yoyote kwenye ile process ya wao ambapo wanakuwa wanatamani kufahamu jinsi gani naweza nikaishi hapa chuoni. Yes, kwa peer educators ni team ambayo of course inafanya vizuri sana. Inafanya vizuri. Tulianza nao kwenye orientation, walifanya vizuri sana. Na pia sisi kama serikali ya wanafunzi pia bado tuko nao bega kwa bega. Tunapita madarasani kuwapa awareness kwamba ni nini mwanafunzi anapaswa asifanye na ni kipi mwanafunzi anapaswa afanye. Yes, na pia kuelekeza student bylaws ambazo ndo zinazotuongoza sisi hapa chuoni, kutuelekeza ni namna gani tunaweza tukafuata sheria, ni kipi unatakiwa ufanye na ni kipi ni hutakiwi ufanye, kwamba ni kipi kizuri na kipi si kizuri. Yes, hivyo. Okay. Tuzungumzie hasa hawa wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Kwa maana nyingi walio wengi wamezoea kukaa karibu na nyumbani, kukaa na wazazi wao, anaenda shule, anatoka, anarudi nyumbani. Sasa ametoka nyumbani, yuko mbali na nyumbani, sasa anakuja kwenye mazingira ya chuo. Wanaweza kuambia nini? Na wanawezaje ili waweze kukabiliana na maisha haya mapya ya kwamba wasivuke kujitegemea, kutengeneza mazingira ya kujitegemea wao kama wao kwenye maisha haya ya chuo? Unaambiaje? Cha kuambia zaidi ni kwamba changamoto zipo na zinawezekana kuziepuka. Yes. Of course sometime inakuwa ni ngumu sana kwamba umetoka mazingira ya nyumbani, ushazoea kuwa karibu na mzazi, karibu na ndugu, kutoka shule unarudi nyumbani, lakini this time umetoka mbali zaidi, kwamba umeenda kusoma mbali na nyumbani. Yes. Nikitolea mfano zaidi hapa chuoni kwetu sisi, kwa wanafunzi ambao wametoka mbali wanakuja kusoma hapa, wengi wao wamefikia hosteli za ndani. Yes. Ndani ya chuo facilities zimekaa vizuri sana. Yes. Kwa maana gani? Kwamba mtu ana uwezo wa kuishi, ana uwezo wa kutengeneza ratiba yake vizuri na kuweza kumsaidia yeye kufikia malengo yake. Yes. Na kuna muda mwanafunzi anaweza kutoka nje ya box. Na maanisha nini? Kwamba anaweza akaenda mstari ambao sio sahihi. Yes. Sisi kama serikali ya wanafunzi tuko nao bega kwa bega. Tuna dawati letu la jinsia lipo pale ofisi namba 102. Wanatupa msaada mzuri sana. Yes, kwamba pale mwanafunzi anapopata shida basi ana uwezo wa kwenda pale na akaeleza. Ni wakufunzi wetu, lakini mara nyingi wanachukua nafasi kama mzazi. Yes, kwa maana advantage ambayo anayo mwanafunzi anapotoka mkoani kuja hapa chuo cha uhasibu, basi anakutana na walezi pia hao ni wakufunzi wake ambao wanamuelekeza darasani na pia kwenye maisha ya nje kwamba unapaswa uishi vipi. Kuna muda wanapata shida ambazo wanashindwa kuzitatua. Wakienda ofisi ya ajenda pale, basi wanasikilizwa vizuri na kila kitu kinaenda vizuri. Kwa hiyo sisi kama serikali ya wanafunzi na pia kwa taasisi nzima ya uhasibu tunahakikisha sana kwamba mwanafunzi hajisikii tofauti na alivyokuwa nyumbani. Mazingira hapa ni mazuri na the way tunavyowahandle wanafunzi tumejipanga vizuri sana. Na huduma zetu pia zimenyooka. Naamini kwa kile ambacho mnakifanya kwa ubora zaidi, kuhakikisha wanafunzi wanaenda kwenye ule mstari ambao unatakiwa. Kwako wewe, mazingira haya ya TIA yamekujengaje wewe kuwa kiongozi na kuendelea kuwa kiongozi bora kuwatumikia wanafunzi wako? Kwanza kabisa, mazingira ya TIA yamenijenga kuwa mtu bora sana. Mimi
nilifika hapa 2020 wakati naanza certificate. Yes, nilifika hapa taasisi ya uhasibu. Nilikuwa nimetoka nyumbani, of course sijawahi kusoma nje na mazingira ya nyumbani. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kufika TIA. Lakini mazingira ya hapa yalinifanya nijisikie kama nipo nyumbani pia, sababu mazingira yalikuwa ni rafiki sana. Yes. Na kila kitu ambacho nilikuwa nahitaji inapotokea tatizo, basi nina uwezo wa kwenda sehemu hapa ndani ya taasisi na nikapata maelekezo mazuri. Yes. Kwangu mimi imenijenga mpaka leo hii naingia mwaka wa 3 bachelor degree. Imenifanya kuwa mtu mwenye ujasiri, mtu ambaye nina uwezo wa kuthubutu kufanya kitu, na mpaka leo hii niko hapa kama waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi. Nimejenga historia ambayo kwa namna moja ama nyingine kwenye maisha yangu ya baadaye, hata kama nikitoka hapa taasisi ya uhasibu Tanzania, basi itanifanya niende kuwa daraja zuri zaidi huko nje kwa watu wengine, kuelimisha jamii yangu mimi na ku motivate watu wengine ambao maybe anaweza akawa ana ndoto ya kuja kuwa kiongozi. Yes, hivyo. Kwa maana mimi najiona ni kama role model kwa watu wengine. Yes. Role model kwa watu wengine ambao wanaweza wakanitumia mimi kama kioo kwao, kwamba yes, fulani alikuwa kiongozi. Hicho ndo ninachojivunia mimi. Na wakati wangu huu ambao niko hapa kama waziri mkuu, najaribu kutengeneza wakati mzuri sana, uhusiano mzuri kati ya wanafunzi na watu wote wanaozunguka hii taasisi ndani na nje, ili kuweza kuboresha mahusiano bora zaidi ambayo yatanisaidia mimi kipindi niko hapa ndani ya taasisi na pia huko nje. Kwa hiyo uwepo wangu katika taasisi hii ya uhasibu kwa mwaka wa 6 sasa umenifanya nijisikie mtu tofauti kabisa. Sio mimi yule ambaye nilikuja hapa 2020, lakini nitaondoka hapa nikiwa mtu tofauti na nikiwa nimepata knowledge zaidi, sio tu ya darasani, bali ya kwenda kuanza jinsi gani naenda kuanza maisha huko nje baada ya kumaliza elimu yangu kupata taasisi ya uhasibu Tanzania. Ukipewa nafasi ya kuandika kitabu, ni nukuu gani ambayo utaiandika kwa hiki kizazi ambacho sasa ni cha elimu ya juu, wanasoma elimu ya juu, kuwapa usia sasa kama kiongozi, waziri mkuu, ungepewa kitabu uandike nukuu moja juu yao, ungeandika nini? Nukuu ambayo ningeandika kama ningepata nafasi ya kuandaa kitabu, mimi ningeandika kitabu ambacho kingeelezea zaidi kujiamini, kwamba amini ulichonacho, amini the way ulivyo, na amini kwamba wewe una uwezo kuwa mtu tofauti sana. Hapo ulipo una uwezo kubadilisha destiny yako wewe. Una uwezo kuwa na milestone goals kubwa, ukizifanyia kazi pia zina uwezo kuwezekana pia. Yes. Mimi ningepata nafasi hiyo, ningewasihi sana watu kujiamini. Kujiamini ndio silaha kubwa sana kwenye kila kitu. Pia kitu kingine kwenye kujiamini, ningewasihi sana vijana kutokumsahau Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ananyosha njia na ndiye ambaye anafungua milango ya riziki kila sehemu. Yes. Kwa maana kitabu changu kingewasihi sana vijana kujiamini, kumtanguliza Mwenyezi Mungu, na pia kutokusahau chapaji kazi, hard working. Hivyo ndo ningeandika kwenye kitabu changu kwa si vijana. Kujiamini na kumtanguliza Mungu na kuamini kila ulichonacho ndio maneno ya waziri mkuu, anakuambia yashike, yatakubadilisha na kwenda sehemu nyingine. Langu jina naitwa Simon Lameck Simon, ndiye ulikuwa naye siku ya leo kuhakikisha kwamba na kujuza na kufunza na kuelimisha, unaburudika pia. Karibu ndani ya Student Connect. Mitandao yote ya kijamii, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook pamoja na Twitter, tunapatikana kwa jina hilo Student Connect TZ. Karibu sana.